Watanzania niwaelewa, huu ni mwaka wa uchaguzi na ndani ya miaka hii ya Mama Samia mishahara imepanda mara mbili. Kwa mara ya kwanza 2022, kwa mara ya pili sasa. Hatujui uchumi wa nchi ukoje. Tuna mambo mengi ya kutafiti na kuzungumza. Kwa sababu uongozi wa nchi ni wa sisi sote tuzungumze. Pana ajenda nyingi Watanzania wamelalamika mpaka wamenyamaza, lakini zimenyamazwa bila muafaka. Kuna masuala ya mbuga zetu za wanyama. Kuna masuala ya madini. Kuna masuala ya bandari zetu. Hivyo vyote ni vilio. Uchumi wa nchi uko mikononi mwa nani? Ni nani anajua tunakusanya shilingi ngapi? Kwa hiyo kabla ya kuishurutisha ama kuihimiza serikali ipandishe mishahara, kama Watanzania tunapenda nchi yetu, lazima tuende kwenye ground tukafanye research. Uchumi wetu ukoje? Hiki ni kitu kilikuwa kinatuingizia fedha sana. Leo kinafanyaje? Kinafanya vizuri, kinafanya vibaya. Nini kimetokea? Nchi pia inaumizwa na nepotism. Mtu anafanya makosa hapa, baada ya kuadhibiwa anahamishwa apelekwe mahali pengine. Lakini mtu ameiba kuku au amesema vibaya kwenye mitandao ya kijamii, umetukana, umefanya hivi, anahukumiwa sio kama mhalifu gani. Lakini kuna wahalifu wanaua nchi. Kwa hiyo regardless kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi, sisi kama wafanyakazi tunashukuru kwa kile ambacho tumepewa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Sasa habari ya uchaguzi sisi hautuhusu, wanasiasa itawahusu. Lakini siasa inatuhusu sote kwa sababu siasa ni maisha. Lakini sio katika platform ya jukwaa la kisiasa. Naweza kuongea hapa hoja zingine mtu akasema is a political. So can you define politics, what politics is? Niwahi kuulizwa na Mama Sita masiku moja tumealikwa akaleta CWT. Kwenye kikao ambacho bunge limetupangia sisi, akaniambia Mwalimu Kabange unafanya siasa, nikamuuliza mimi sio mwanasiasa, wewe Mama Sita mwanasiasa. Define here what politics is. Can you define? Kuna wanasiasa hata maana ya siasa hawajui. Mvua isiponyesha tunazungumza habari ya kilimo. Tumekuwa wakulima. Soko la feri samaki sio patikani vizuri, tunazungumza habari ya samaki. Tumekuwa wavuvi. Kwa nini ukizungumza ajenda ambazo uko kisema umekuwa mwanasiasa? Politics is life baba. Kwa sababu ni maisha hayo. Lakini ukizungumza sio kwamba ndio umekuwa mwanasiasa. So kisiasa kabisa, politically wanasiasa watajua, lakini sisi wafanyakazi, sisi ya kwetu ni kwamba asante, tumepata ambacho tunatafuta. Sasa hakitoshi, kinatosha, hayo yanakuja ni mengine. Ni bora kuwa nacho kichache kuliko kutokuwa nacho kabisa. Tumepata hiki kimeongezwa, kama hakitoshi tutaendelea kudai mama hakitoshi. Kama atakuwa ni yeye ama atakuwa rais mwingine atakuwa nani, tutaendelea kudai hakitoshi kulinganisha na gharama za maisha. Lakini pana fakta nyingi hapa, mishahara kupanda ama kutokupanda. Kutazama uchumi wetu, njia zinazotuletea uchumi wetu ziko mikononi mwa nani? Kwa nini tumempa yule na si huyu? Tulishindwa wapi? Siasa ujamaa ilitupwa tu ovyo ovyo, lakini kabla ya kuitupa ilikuwa lazima kuna vitu vifanye. Njia kuu zote za uzalishaji na za kiuchumi zilikuwa mikononi mwa umma. Zinapoondoka umma haukushirikishwa. Tuambia tunauza nyumba, tulishirikishwa. Tulifanya mjadala. Tulikubaliana tuuze nini na tusiuze nini. Kuna siku tuambia barabara zote kamilikishwa mtu fulani, tutafanya nini? Hapa ndipo penye tatizo la uchumi wa nchi yetu ambao ndio unazaa mishahara ya wafanyakazi. Na sisi kama wasomi wa nchi, kabla ya kuangalia mishahara tuangalie taifa economically status yake ikoje. Njia tunazotuingizia uchumi zinazojenga nchi yetu zikoje? Na kwa nini ziko hivyo? Kosa liko wapi? Pana mengi ya kujadili kama taifa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.